Hadithi ya 214 an Abdullah bin Amr bin al-As قال amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna ahabba as-siyam ila Allah, hakika inayopendeza zaidi katika saumu, katika funga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahabba, hakika inayopendeza zaidi, hiyo ni ismu tafdhil, inaitwa ismu at-tafdhil. Inna ahabba as-siyam, hakika inayopendeza zaidi katika funga ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siyamu Dauda, ni saumu ya nabii Daud. Wa ahabbu as-salati ila Allah, na inayopendeza zaidi kwa sala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, salatu Dauda, ni sala ya nabii Daud. Kana yanamu nisfa al-layl, alikuwa akilala nisfu ya usiku, wa yaqumu thuluthahu, na anasimama thuluthi yake, wa yanamu sudusahu, na analala sudusi yake, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, na alikuwa anafunga siku moja na anafungua siku moja. Sisi hatujui sala ya nabii Daudi ilikuwaje, ilikuwa iko vipi. Sala ya nabii Daud ilikuwa iko vipi? Kwa sababu kwanza hatujui sisi analala wakati gani, kwa sababu tukijalia usiku na masaa mangapi, labda akiwa analala baada ya maghrib, atakuwa na masaa mangapi? Magharibi mpaka karibia na alfajiri, zakimbilia hata 10 takriban. Lakini sisi tunalala baada ya al-isha, tunalala baada ya al-isha. Tukisha swali inaonekana tulale. Sisi ni nusu yetu ya usiku. Swala ya isha inaishia takriban saa 5 hivi, kwa sababu magharibi inaingia saa ngapi? Saa 12 na 12 mpaka karibia asubuhi saa 11. Kuna masaa mangapi? Semeni. Hata 11 12. Kuna watu wamehesabu hapo, kutoka saa 12:30 mpaka katika saa 11 tunaswali asubuhi. Sisi pana masaa mangapi? Masaa 10. Masaa 10. Saa 10:30. Nusu yake sasa saa 5:15 swala isha ndo nusu yake. Kwa hiyo ukiswali zaidi ya saa 5:15 umeswali nje ya wakati. Hayo ni katika madhhabi ya hadithi, lakini madhhabi ya kishafi ila tumeelewana, madhhabu ya hadithi ni hivyo, usiku wa nusu ya usiku, swala isha inaisha nusu ya usiku. Tofauti watu wanavyosema kwamba swala isha uweza kuswali saa 7 saa 8, la. Lakini hadithi ukiziangalia ni kwamba nisfu layl, nusu ya usiku, kwenye saa 5:30. Sasa twende huku jamani. Atujui sisi nabii Daud alikuwa yeye analala saa ngapi, na wale alikuwa atujui wakati wake wa swala ni wakati gani, na swala zao ni ngapi. Tumeelewana? Sasa ikiwa tutakuwa sisi tunasema kwamba kana yanamu nisfu layl, alikuwa akilala nusu ya usiku, kwa maana wewe unalala kuanzia baada ya isha mpaka kwenye saa 6 hivi, unafanyaje? Unaamka na unasimama thuluthi yake. Thuluthi yake ni ngapi? Kwa maana masaa 10 ugawanye mara 3, kama saa 2 hivi, si ndio? Unaamka masaa 2 unaswali. Wayanamu sudusahu, na analala sudusi yake iliyobakia, kwa maana hayo masaa 10:30 na wagawanya mafungu 6, si ndio? Nyetikieni. Wakana yasumu yawman, na alikuwa akifunga siku moja, wa yuftiru yawman, na akifungua siku moja. Almuhimu ni kwamba hadithi hii inatutulia nguvu kule kwamba saumu iliyopendeza zaidi ni saumu ya nabii Daud
alikuwa akifunga siku moja na akifungua siku moja, na haijalishi ni Rajab, Shaaban, Dhulqaada, Dhulhijja, haijalishi hivyo, ila yale masiku ambayo kuna siku ambazo zimesuniwa kufungwa kama vile Arafa, yale yatakuwa na utaratibu wake vile vile kama kawaida. Ukikumbana nao utaendelea vile vile kama kawaida, lakini hakuna mwezi hata mmoja unaofungwa mwezi mzima, hakuna mwezi huo isipokuwa ni Ramadhani peke yake. Ramadhani peke yake. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, ndiko tutafuta aya hiyo. Ni mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa ndani yake nini? Qur'an. Kwa mwezi wa Ramadhani ndio package maalum ilewekwa watu kufunga mwanzo mwisho, kwa sababu imekuja katika nas, kwa maana imekuja katika aya katika Qur'an, kadhalika zimekuja sunna mbalimbali za Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini hatukuona sunna hiyo au aya imekuja watu wafunge Rajab mwezi mzima. Hakuna aya hiyo wala hakuna hadithi hiyo. Aliyokupo nayo aje hapa msikitini atuonyeshe. Tumeelewana wa Sheikh? Afungue makataa tupate kuyasoma. Simwasema fungueni makatwa, Ibn Taymiyyah akasema fungueni makatwa. Sasa tuyaona hadithi ya 215 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema awsani khalili bithalath, amenihusia mimi Khalili mambo matatu. Al-Khalil muradi wake ni Mtume alayhi salatu wassalam, as-Siddiq al-Khalis. Ni mtu Khalil. Khalili ni mapenzi yale ya ndani. Khalil ni mtu yale mapenzi ya ndani kabisa, ni mapenzi ya dhati, ndio maana ya Khalil. Awsani khalili, ameniruhusia mimi kipenzi changu, bithalath, kwa mambo matatu. Yani anamkusudia Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni vipenzi vya watu walikuwa wakimpenda Mtume alayhi salatu wasalam kwa mapenzi ya kweli. Amemuhusia mambo matatu: siyam thalathati ayyam, kufunga masiku matatu, min kulli shahri, katika kila mwezi, min kulli shahri, katika kila mwezi. Unaweza ukasema siyami thalathati ayyam, ikitiwa jari itakuwa ni badali ya thalath. Mnajua badali nini? Au watu wa macho badali mnaijua? Bithalathi siyamin, bithalathin. Awsani khalilin bithalath, amenihusia mimi Khalili mambo matatu, yani Mtume kamuhusia. Siyami thalathati ayyam, badali hiyo inaitwa badali. Amenihusia mambo matatu ambayo ni kufunga siku tatu. Au unaweza ukasema siyamu ukaitia rafu, takdiri yake itakuwa ni khabari ya mubtada, ukasema hiya siyamu thalathati ayyam. Maana mambo hayo ukasema hiya siyamu thalathati ayyam, kufunga masiku matatu, min kulli shahrin, katika kila mwezi, wa rak'atay dhuha, na rakaa mbili za dhuha. Kusali rakaa mbili za dhuha, wakati dhuha, unasali wakati wa dhuha, pale wakati wa dhuha, salatu dhuha. Wengine wanaita salatu ni tashrik sana, watu wa tablighi wanaita salatu tashrik, si ndio? Tasbihi, kuna tasbihi na tashrik pia vile vile. Yote hayo watu wanatofautiana. Wengine wanaona kwamba ni sala dhuha na salatu tasbihi na tashriki sijui ni vitu tofauti, lakini hiyo moja, ni hiyo moja. Salatu dhuha ni sala moja.
wa rak'atay dhuha na rak'a mbili za dhuha pia Khalili amenusia mimi wa an utira unaona an imefanya kazi hapo an utira na kufanya witri kabla an anam kabla ya kulala pia an imefanya kazi anam kabla ya kulala. Kwa hiyo mimi nimehusiwa mambo matatu. Jambo la kwanza kufunga siku 3 katika kila mwezi na rakaa 2 za dhuha kuswali na kufanya witri kabla ya kulala. Witri unaweza kuswali rakaa 1, rakaa 3, rakaa 5, rakaa 7, rakaa 9 kadhalika na kuendelea. Witri unaweza ukaswali hivyo, lakini rakaa zinakutosha tu kuswali rakaa 3 yakfi. Unaswali rakaa 3 na lala zako. Ukiwa umechoka sana unaswali rakaa 1 pia inakutosha. Mtume sallallahu alikuwa akiswali mpaka 11 ila 11 mpaka 11. Tumeelewana wazee? Taib, hadithi hiyo pia inatufundisha kwamba fadhila ya salatu dhuha ambayo wa aqalluha rak'atan na uchache wake ni rakaa 2. Na wanasema sala dhuha inakaa badali ya sadaka au kujitolea sadaka katika viungo vya mwanadamu katika kila siku. Katika kila mifsal unavitolea sadaka viungo vyako vyote, kwa sababu mwanadamu wanasema ana viungo 360. Ana mifsal hizi maungio 360 wanasema hivyo kwa wale ambao walifanya utafiti. Kwa hiyo kusali dhuha unatoa sadaka viungo vyako vyote hivyo, unavitolea nini? Unavitolea sadaka. Kwa hiyo ni swala muhimu, lakini watu wamezembea nayo, wanatafuta maswala mengine hala hayapo. Si mtu anaswali sunna Rajab. Kuna sunna Rajab mtaitoa wapi ndugu zangu Waislamu? Mambo ya kuunga tu hayo hayako kwenye hadithi, hakuna chochote. Mwakaa mwaswali ka tarawih, mmepata wapi ni wazushi? Haya mambo hayapo. Uislamu haujafundisha hivyo, lakini Uislamu umefundisha rakaa 2 za dhuha. Waacha kuswali dhuha, wenda swali swala za Rajab. Hakuna swala ya Rajab. Tumeelewana Waislamu? Hakuna swala hiyo. Wasiwadanganye, kudanganywa ni mwisho sasa hivi. Kadhalika ubora wa kuswali witri kabla mtu hujalala unaswali witri yako, unalala zako خلاص. Baada ya witri mara nyingi baada ya witri usiswali swala nyingine baada ya kuswali witri, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam amesema tuijalie ijaluha fi awakhir salatikum, ijalieni katika mwisho wa sala. Na lau kwamba mtapata hamu ya kuswali, basi mtaswali tu swala nyingine bila kuivunja ile witri. Unaweza ukaswali lakini bila kuvunja witri, ikawa ile witri itabaki vile vile, lakini almuhimu unatakikana swala yako ya mwisho uijalie kwa witri. Witri haivunjwi. Mtu bwana, mimi ngoja niivunje hii witri, ukaswali rakaa 1 alafu ukaivunja ukaendelea. Hayo ni maneno yanaelezwa kwenye vitabu, lakini hayana mashiko, hayana dalili. Tunaendelea jamani. Hadithi ya 216 عن محمد بن عباد بن جعفر قال أمسيما المخزومي القرشي المكي نتابع وثقه أبو زرع وابن معين عن محمد بن عباد بن جعفر نتابعي قال أمسيما سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما nimemuuliza Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
an sawmi yawm al-jum'ah, je mtume alikataza kufunga siku ya Ijumaa? Qala na'am, akasema ndiyo. Anha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je alikataza mtume an sawmi yawm al-jum'ah, kufunga siku ya Ijumaa? Qala na'am, akasema ndiyo, haifai kufunga siku ya Ijumaa. Wazada Muslim, akazidisha Imam Muslim, wa rabbil Kaaba, na apa kwa Bwana wa al-Kaaba. Wa rabbi al-Kaaba, ninaapa kwa Bwana wa al-Kaaba. Unaweza kuapa kwa al-Kaaba, wao lilqasam, naapa kwa Bwana wa al-Kaaba. Na hii ni kutilia nguvu hiyo hukumu kwamba imekatazwa kweli, hiyo hukumu kwamba kweli imekatazwa. Tumeelewana Waislamu? Taib, kwa hiyo hadithi hiyo inatufundisha sisi kukatazwa an-nahyu an ifrad yawm al-jum'ah bis-sawm, kukatazwa kuipwekesha Ijumaa peke yake kwa kufunga. Imekatazwa kuifunga Ijumaa peke yake, ni lazima uifanye idhafa, uifunge na siku nyingine kama hadithi ya mbele itakavyoeleza. Kwa hii sitaitolea maelezo kwa sababu hadithi ya mbele imetoa maelezo. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa, illa, isipokuwa kama atakufunga, an yasuma yawman qablahu, afunge siku moja kabla yake. An yasuma yawman, afunge siku moja qablahu, kabla ya Ijumaa. Kabla ya Ijumaa ni siku gani? Alhamisi. Ukitaka kufunga Ijumaa, funga Alhamisi. Au yawman ba'dahu, au siku baada ya Ijumaa. Ufunge Ijumaa na siku yake iliyofuata. Iliyofuata siku gani? Ansari wasema usifunge siku ya Jumamosi. Kuna dalili? Hadithi hii imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim. Tumeelewana? Kwa hiyo kutaka kufunga siku ya Jumamosi, pia unafunga na Ijumaa. Ushafunga Ijumaa, unafunga na Jumamosi. Kauli hii ina wasiwasi, na pia kauli nyingine sio na wasiwasi, kama lao Ijumaa ya Jumamosi itaanguka siku ya Arafa, natakana uifunge pia vile vile. Kwa ifrad pia itafaa, lakini ilikuwa bora zaidi uegemeze na siku nyingine. Na sababu ya maneno haya ni kwa sababu mtume alikataza, kwa sababu kuna watu walikuwa wanaadhimisha siku ya Ijumaa, kwa kuwa Ijumaa ndio siku kubwa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakusanya viumbe. Ni siku ya kiyama, itatokea siku ya Ijumaa. Kadhalika Ijumaa ndio siku ambayo mwanadamu aliumbwa, si ndio? Adam alayhi salatu wasalam aliumbwa siku ya Ijumaa. Kwa ni siku adhim, imeeleza al-Imam bin Hajar. Ala kulli hal, la yasumanna ahadukum, asifunge yeyote يوم الجمعة siku ya Ijumaa, illa an yasuma yawman qablahu, ila mtu afunge siku moja kabla yake, kwa maana Alhamisi, au yawman ba'dahu, au afunge siku baada yake. Itafaa kufanya hivyo. Na
ile hadithi ya Juwairia binti al-Harith ambayo inatajwa sana kwamba aliingia kwa Mtume sallam siku ya Ijumaa na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Mtume akamwambia, umefunga jana? Asimti ams, je umefunga jana? Qalat la, akasema sijafunga. Qala aturidina an tasumi ghadan, je wataka kufunga kesho? Qalat la, akasema hapana. Mtume akasema qala faftiri, qala faftiri, Mtume akasema fungua. Kama kesho hutaki kufunga na jana ukufunga, umeana na Ijumaa, Mtume akamwambia fanya nini? Afungue, ila ufunge siku kabla yake au siku baada yake. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta